Kumekuwa na mjadala kwamba mbona wanawake wengi wajitokeze kuweza kupigania nyadhifa tofauti, lakini hivi sasa sio tu wao wanapigania ule uwakilishi wa wanawake ambao upo kwa mujibu wa katiba, lakini wengi wameweza kutangaza azma yao kuweza kupigania ugavana, baadhi useneta, baadhi ubunge. Lakini leo katika siku ya leo hapa katika NTV sasa niko na Esther Mwihaki Kamau ambaye anasema kwa hivi sasa wala sio kwamba anagombania tu MCA, amesema yeye ni MCA mtarajiwa kutoka kaunti ya Murang'a. Karibu sana Esther katika NTV sasa. Na niko na mmoja ambaye nafikiri ni jina ambalo limeweza kuzoeleka kwa mashabiki wale wa redio, ambaye amekuwa kwa miaka 20 katika redio, Gathoni Mushomba. Karibu sana. Yeye anapigania uwakilishi wa mwanamke katika kaunti ya Kiambu. Na mpande wa kushoto karibu kwangu yuko Margaret Muthoni Wanjiru ambaye pia vile vile anasema anataka uwakilishi wa kaunti katika ward ile la Kisama, Ruaraka, eneo bunge la Ruaraka. Alafu niko na Alima Anwar Mohamed ambaye pia anataka kuweza kugombania kuweza kumwakilisha mwanamke katika kaunti ya Mombasa. Sadifa ile ni kwamba wote wapo katika mwamvuli wa Jubilee, lakini leo tutaweza kuangalia safari zao na mwongozo wao. Moja kwa moja tukianza na Esther. Kwa hivyo sana nafikiri kwamba tumeweza kuamka na taarifa ambazo hapo jana bunge alikuweza kukubali kuweza kupitisha mswada ambao umeweza kupelekwa kwamba ili tuweze kuondoa zile dhuluma dhidi ya wanawake, kwamba ukimuona kuna wakati mwingine unaweza kuwa umemkumbatia kupita kiasi, umetoa matamshi ambayo kidogo yameweza kumdhalilisha, lakini jana ikaweza kufutiliwa mbali. Mswada ule kwako kama mwanamke umekuponza ama nadhani kwamba ulikuwa haujapikwa ukapikika hadi kuweza kufikishwa bungeni? Nikiangazia wanawake vile tunachukuliwa kule, hata kule mashinani, watu wanatuona ni kama hatuna ile nguvu ya kuweza kuendelesha what do you call it, kuendelesha taarifa ama kuangalia maslahi ya wakazi wa Murang'a. Kusema tu kweli, mimi kwangu naona bado tuko na ile jukumu ya kuendelea kuambia wakubwa wetu huko kwa bunge kutia nguvu zaidi, ndio tuweze kuona ile thuluthi mbili imefika katika mabunge zetu. Kwa kimaoni yako naona kwamba ilikuwa pigo jana mswada kuweza kupitishwa. Ndio. Gathoni, nafikiri ni masuala ambayo umeweza kuyazungumzia sana kwa miaka 20. Kabisa. Na swala ambalo watu waliposikia tu kwamba Gathoni Mushomba atakweza kupigania, walisema kwamba je, wataka kupigania maana yake una hali ya kuweza kuwabadilisha maisha ya wananchi, ama wataka kupigania maana yake sasa hivi ushawateka na umaarufu wako wa radio? Ni umaarufu umekupa imani ama ni maono yako yamekupa imani? Kuna ile percentage nimeteka. Acha tuongee ukweli. Unajua ukishaguza mtu roho yake, umefanya kitendo kikamguza kwa roho, amekupenda, huwezi mwambia usinipende. Kwa hivyo wale mimi nimehudumia for the last 20 years, najua wao wengine wanasema wewe Gathoni endelea, hiyo kazi ni mzuri, tutakupatia hiyo kura, wewe endelee na hiyo kazi mzuri, sababu wanajua mimi nawafanyia hiyo kazi kutoka kwa roho yangu. Lakini kile ambacho kinanifanya mimi nitake kuwa kiongozi na tena niingie katika bunge la kitaifa kutetea wanawake ni kwa sababu ya yale sijui kama nitaziita dhuluma dhidi ya wanawake and the vulnerables. The vulnerables ni wale ambao hawajiwezi, watoto, wale wayatima, wazee, wakongwe. Zile dhuluma naona ndizo zinanisukuma sana, kwa sababu nimejaribu kuwatetea nikiwa kwa microphone, nikiwa kwa radio kama radio presenter, lakini naona bado nimefungwa. Naona bado sina uwezo wa kuwahudumia vile ningetaka. Na pia sina resources. Najua kuna resources za serikali ningeenda nitete, nipewe, nigawiwe ili niwasaidie. Kwa hivyo kusema ukweli siendi bunge kwa sababu nimekomaa. Hapana. Ni kwa sababu bado nasikia kuna kazi ambayo haijafanywa ningetaka kufanya na nifanye vilivyo. Wala sio zile simu zinazoingia katika redio kuambia kwamba Muthoni kipindi kizuri, kuona kwamba wakati wangu umefika. Simu zimo, lakini it's not about calls, it's about passion. It's about ni ile roho yako. Unajua kuna watangazaji wengi sana katika Africa for example, lakini ni wangapi wameenda bunge? Na tutakuja hapo tuweze kuangalia kama kweli unajua ni wangapi wajaenda bunge. Mbona wewe wataka kwenda bunge? Ni kipi ambacho uko nacho kwa wakazi wa Kiambu County? Na atakuwa anaeleza kwa kina kabisa Gathoni Mushomba. Margaret Muthoni Wanjiru kutoka katika ward ya Kisama, umeingia katika hii race. Jana baada ya kuweza kuona ama kwa juma zima tumeweza kuona mjadala wa madaktari hadi ikafikia mahali kwamba wanaambiwa kwamba msipotekeleza hili kwa siku kadhaa, tarehe 26 Januari mtakuwa mnapelekwa ndani. Wakasimama na msimamo wao
Jana tumeweza kuona wakitolewa, wawili kati ya wale walikuwa wameweza kupelekwa kati ya wale 7 ni wanawake. Wengi wanasema kama wanawake wangekuwa na misimamo kama ya hawa wawili, tungekuwa tumeweza kupiga hatua sana katika nchi yetu ya Kenya. Wewe kwa nafasi ambayo unaitaka, endapo itahitajika kuweza kukumbana na masuala kama yale, uko tayari ama yatakushinda? Niko tayari. Na ni nini inatoa ishara kwamba uko tayari? Kuna yapi ambayo umeweza kukumbana nayo hivi sasa? Changamoto ambazo nasema kwamba nilifika na hili na Rashidi nikasimama na nikaweza kutoboa. Changamoto zile ambazo zinatukumba sisi kama wanawake, kama mimi mahali natoka kwa eneo, tuko katika Ruaraka Lakisama ward iko katika Ruaraka constituency, ambapo iko katika, tumepakana na vitongoji duni kama Korogocho. Kwa hivyo sisi kama wanawake tumekuwa na vitu vingi vile vimekuwa vikitudhalilisha ili tusiweze kuingia katika uongozi. Kama tukiangalia katika wodi ya Ruaraka, tumekuwa wanaume ndio wengi wamekuwa wakisimama na wakijitokeza ili kupigania hizi nyadhifa. Lakini sisi kama wanawake tumekuwa tunaogopa kujitosa, kwa maana tunaogopa kutukano, kupigwa na vitu vingine vingi ambavyo vinakumba wanawake katika ulingo wa siasa. Lakini mimi nimejitokeza na nimesimama kidete kung'ang'ana na hawa wanaume hadi nihakikishe nitafika pale bungeni. Sawa kabisa. Halima Anwar Mohamed, idadi ya wanawake ambao wameweza kujitokeza kupigania nyadhifa tofauti imeweza kupokelewa vizuri kabisa na Wakenya. Lakini kuna baadhi wanaona kwamba ule wingi wa wanawake kuingia katika nyadhifa kama hizi si kwa sababu na kiu ambacho wako nacho cha kuweza kusaidia watu, ni kwa sababu ya ahadi walizopewa kwamba simama tu hapa, yende atakavyokwenda, lakini hatukuachi baada ya uchaguzi mkuu. Je, wewe kama Halima uko pale kwa sababu ya wakazi wa Mombasa ama uko pale kwa sababu ya ahadi ambazo ziko pembeni? Mwanzo nataka ufahamu kuwa sijasimamishwa na mtu, kwa sababu mtu ambaye ana maono, ana fikra kama hiyo ni mtu ambaye amekuwa pushed ama amepawa msukumo fulani, wewe simama, ukianguka ama ukipita nitakupa kitu fulani fulani. Sijasimamishwa na mtu, nimesimama peke yangu kama mwanamke, kwa sababu nimeona kwamba kiti cha uwakilishi wanawake Mombasa akija kuwa well represented na nafaa, kwa sababu all along nimekuwa nikisaidiana na wanawake katika masuala mbalimbali. So ukisema akija kuwakilishwa vizuri, not well represented, yeah, unamaanisha nini? Unaweza kutuambia labda pengine mawili ambayo umeona kwamba kweli aliyepo hapa hajafanya kitu? Mwanzo tusibase maongezi yetu on politics. To base maongezi yetu on uongozi. Kama kiongozi, kwa sababu naona women reps wengi wanasema kwamba ile affirmative action funds haijatosha. Kwa hivyo wao kama viongozi wako kwa system. Wenyewe wanasema to be in the system you have to be in the system. So it would have been better waende wakatafuti hata kama ni sponsors ikiwa ile haijatosha, kwa sababu pesa haijawahi kutosha mtu. Sasa mimi naona yule wetu ni kama analalamika tu kwamba haijawahi mtosha na amebaki kusema tu haijawahi mtosha. Kama kiongozi umefanya nini kuongeza ile ambayo haijawahi tosha? Ungepanua mbavu zako kidogo, ukatafuta sponsors ama nini ili itoshe. Kwa kimoneko ni unaona kwamba wakati walalama utaki tena, nataka sitaki vitendawili, nataka maendeleo. Watu wamechoka. Watu wameweza kuchoka, nataka vitendawili, nataka maendeleo. Esther Muyaki, kama tuende katika yale maendeleo, maana yake nyinyi mnataka kuweza kupewa nafasi ili muweze kuongoza wananchi. Ndio. Katika uwezo wako wewe mwenyewe kama Esther, kabla hujapewa hii nafasi, ni yapi ambayo umeweza kuyafanya kuweza kumsaidia mkazi wa kaunti ya Murang'a? Hasa mimi naangalia sana elimu, kwa sababu hata tukiangalia matokeo ya mwaka jana, Murang'a County ilikuwa chini sana, na hasa tukiangalia huko kwetu mashinani, elimu bado iko chini sana. Nimeweza kuchukua mtoto wa shule moja huko kwetu mashinani Gaturi. Nimemsomesha kwa sababu mama yake anasema hana pesa, kwa sababu ya ile poverty ile iko. Hawawezangi kutapeleka watoto kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha 4. Kwa hivyo mmoja the best akakuja akaniambia, mimi niko na mtoto, sina pesa, unaweza jaribu pale unaweza, kwa sababu nawania hiyo kiti kutusaidia katika elimu. Nikasema hasa sawa.
Kwa hivyo nikachukua jukumu, nimesomesha mtoto kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha 4. Kwa ni kwamba hiyo ni mojawapo ya yes. kazi ambayo maana kwamba ukipewa nafasi uenda ukaweza kusaidia. Ndio nimefanya before hata niingie. Wataweza kuingia. Ndio. Na hapo ndo panaleta mjadala, maana kuna mnaona labda pengine udhaifu. Maana kuna mtu aliyekamilika, kila mtu ana makosa yake. Naona udhaifu wa viongozi waliopo. Na nyinyi pia mna maono kama wale walivyokuwa na maono. Tofauti ni kuwajibikia yale maono. Ipi tunaonyesha kwamba kweli wewe Gathoni ukiingia sio ahadi kama alizoweka Liopo kwa sasa hivi viongozi. Naona tena niko na agenda yangu tayari nimeshatengeneza. This agenda is based on what I have been doing for the last 15 years. Kwa nguvu za maana kuna watu pia wanasema kwamba kwa nguvu za redio, kwa nguvu zako mwenyewe kama Muthoni. Nguvu kama mimi Gathoni na Mungu wangu, sababu bila Mungu singetoboa. Nimekuwa nikifanya projects za kusaidia wananchi wa Kenya at large, sio Kiambu peke yake. Mimi nawania kiti ya Kiambu, lakini nimekuwa nikitenda matendo ama nimekuwa implement project Kenya wide. Niko na 349 children that are looking up to me for them to be able to survive in terms of getting education, getting recognition. Na nimekuja kwa vipindi zenyu nyingi sana kama mwakilishi wa wale wanatetea watoto ambao wanazaliwa wakiwa na hitilafu ya jinsia. There were children who are born with ambiguous sexuality. These are children wenye wanapelekwa shuleni, hajulikani kama yeye ni mwanaume ama ni msichana. Tena kisheria hajulikani vizuri. Those children have been fighting for them, and you know I have actually even gone a step further. Nimeshikana na bunge la kitaifa. Mimi si mwanambunge, lakini nimeshikana na wao. Tumetengeneza sheria za kuwa protect, to provide security, recognition, and to provide medical access to those kind of children. Right now as we speak, niko na watoto mimi nimefunza kutoka standard 1 all the way. Some of them are already working. For the many years nimekuwa katika kazi ya community. Na nani ameweza kulifanikisha hili la kuweza kuwasaidia watoto? Manake panahitajika uwezo mkubwa kuweza kusimamia idadi ya watoto wao ambao tunasema sisi tunawaita mamunta, ajulikane kama ni mwanamke mwanamume, na kuna wale wameweza kuwasomesha. Like she has rightly said, if you are a leader and you do not have enough resources, say for example you are a women representative of a county, you don't have sufficient funds to support project, and you're a leader, you should be able to reach out to other supportive communities, development partners, and organizations that have a lot of facilitation budgets that they can be able to support me. For me, hii project ya watoto ambao wako na hitilafu ya jinsia, I've been working with the church, and I've really got a lot of support from the church. I've got a lot of support from well-wishers and even local investors. I had a very big function where I gathered almost 17,000 people at the indoor arena, and I was celebrating my 20 years in the media. And as I celebrated my 20 years in the media, I was able to bring a lot of corporates on board, and those are the people who give me support to support this kind of children. As we speak, I have had a very serious project in Murang'a County. I'm not buying in Murang'a, but I've had a serious project in Murang'a where I was able to rehabilitate about 750 people who were downtrodden in alcoholism and drug abuse. And I'm very glad to tell you this, Abdara. I already have like 2 people who I can bring here who became sober and now are in the armed forces. They are serving as army officer, navy officers, and they were once on the trenches, languishing in poverty and overtrodden because ya pombe. So I've been on the, I don't think, mimi sisemi ninaenda kutafuta hiki kiti kwa sababu nataka watu wanitest, nataka watu wa confirm ya kwamba I suit to be there because I serve the community. Sema kwa hiyo umechanganya maono yako, umechanganya. I have a lot of vision, I have a lot of people who support me, people who believe in me, and that is why those projects, even when I'm not in parliament, those projects are surviving. Na nitakuja kuuliza swali moja kwa sababu wewe umesema kwamba una marafiki, labda tuje kwa Margaret, una marafiki na tayari umeweza kusaidia watu. Yes. Mbona usingeendelea kuweza kuwasaidia mpaka utake kuingia kwa nafasi ya wakilishi wanawake? Manake umeifanya kwa miaka 20. Yes. Nini? Manake wewe nia yako ni kusaidia wananchi. For how long are you going to beg? For how long are you going to expect people to support you? You need to get into that parliament, make policies that are going to guide the government to fill the gap. Because this is the core responsibility ya serikali. I'll give you an example.
I am asking friends to support children. For example, I have 17 children who I took to Form 1 between January and now. And even this coming Friday kuna mtoto nitakuwa napeleka shule. Namtafutia shule sababu wazazi hawajiwezi kama vile amesema. I am taking the 18th child. Now, I call my friends and ask them, can you support this child who comes from this background, who does 1, 2, 3? For how long are we going to do that? Yet, the government has allocated bursaries, they are there. The government allocated money for the people living with disability, but the people we have entrusted to fight for these children do not do that. So I am coming in kwa sababu nataka tujaze hilo pengo. Tutajaza pengo baada ya muda sio mrefu. Margaret Muthoni nafikiri ameweza kujieleza na ni swali ambalo nitamuuliza kila mtu, ameweza kuzungumza yake, stamu yake, Gathoni amezungumza yake. Ni yapi ambayo kwa mtu ambaye anatizama kule la Kisama hivi sasa atasema kwamba tayari Margaret ashafanya haya kuweza kuonesha mfano wa atakayowafanya akiweza kupewa nafasi hii? Okay. Pangu mimi kama Margaret, mimi nimekuwa katika social work. Kwanza social work ni profession yangu. Nimekuwa katika CHWs, CHVs katika kijiji cha la Kisama. Na nimekuwa nikichampion katika uzoaji wa takataka, katika kuongea. Unajua katika kijiji chetu tumekuwa na shida la vijana wamekuwa wakikufa wakiuawa kila wakati. Nimekuwa nikichukua hilo jukumu, nikiwa na waongelesha kila siku. Nimechukua hilo jukumu la kuwa nikiwakalisha chini, tunaongea, tunazungumza, nawaambia crime sio njia ya kuchukua. Kwa hivyo tunaweza shikana na tufanye nini tuweze kuleta maendeleo yale ambayo yanaweza tufanya nini? Yanaweza leta pesa kwa mifuko yetu, ile yatazuia sisi wenyewe kufanya kuwa tunakufa, kuwa tunapigwa na mawe kila wakati, ama kuwa tunapigwa risasi kila wakati. Na mambo mengine ambayo mimi kama Lakini ukija katika masuala ya kwamba vijana wanauawa, nafikiri ukiangalia baadhi ya sababu tu ambazo zinachangia sana. Kwanza ukosefu wa vibarua, sengine matumizi ya madawa na hivi na hivi. Katika sababu zao ambao wameweza kukupa, maana yake unawaongelesha lakini bila suluhisho watarudi pale pale. Baada ya kuongelesha, umefanya kitu ukasema kwamba niliwazungumza wakaniambia hivi na nikarekebisha hili ndio niweze kupunguza idadi yao kuweza kujishughulisha na masuala ya uhalifu? Tumekuwa tukiongea nao, wengi wameweza kuweka makawash, wanafanya sasa wengi, kuna wale wanaosha magari, kuna wale sasa wanafanya kazi wameingia katika makampuni, kwa sababu unaelewa Raraka ni industrialized area. So wameweza katika vibarua huko, wanafanya vibarua, na wengine kuna wale wamekubali kwenda shule, wengi wameingia wamefanya driving na mambo mengi. Hawa kwa mfano nikikuelewa vizuri, hawa ya kwenda kuosha magari, kwenda kujifunza kuendesha gari kwa gharama yako, ama wewe unawabadilisha tu mtazamo uende wakajitafutia wenyewe? Sio kwa gharama yangu. Mimi nimekuwa nikiwa kama role model wao, kuwaongelesha na kuwa kama mentor wao. Wao ni kuwaelimisha, kuwaelimisha na kuwa waelewe. Alafu wakajitafutia wenyewe. Na hiyo ndio sera yako ukiingia, kwamba utakuwa waelimisha watu wakajitafutia wenyewe. Sera kwa maana tunataka, resources ndio zimekuwa challenge sana katika society. Na wakati society inapata resources, inaweza kujikimu yenyewe. Na ile sababu inataka, unajua ukiingia katika kwa member of county assembly, tunaangalia kuna ward fund. Katika hii ward fund, ni nini unaweza fanya katika ile ward? Na ile ward si lazima wewe uweze kuandika manifesto yako chini. Lazima unafanya community needs assessment. Unaenda katika wananchi wenyewe, wanakueleza ni nini ambacho wanataka. Kwa sababu sisi kama wanasiasa tunakuja na manifesto zetu tumetengeneza, tunaenda kutengenezea watu barabara, ilhali wenyeji hawataki barabara kwa saa hiyo, kwa maana wengi hawana magari. Wengi pengine wanataka kuwa na pesa kwa mfuko. Tuweke hizi pesa katika masakos ili waweze kuwa wanakopa katika masakos. Unalenga kama manifesto za Muthoni kwamba huenda akawa ameweka hapa sizo ambazo hapana. Kwa hiyo kama nimeweza kuelewa vizuri, Margaret, ni kwamba wewe una maono, lakini uenda bungeni kutafuta pesa. Siendi bungeni kutafuta pesa. Maana umesema kwamba resources ndizo ambazo lakini una vision ya maeneo ya la Kisama. Kwa ni kwamba uende ukachukua utakachokipata, uje utimize ule mtazamo ulionao. Hiyo pia ni mojawapo. Na ni nguzo muhimu lakini pia unaangalia katika Kenya yetu.
Kenya yetu imekuwa ukiwa mtu pale chini hautajiki. Hata ukizunguka katika maofisi ukibisha milango haupati msaada yoyote. Haupati msaada wote. Halima Anwar Mohamed, umeweza kumsikia mwenzako anasema kwamba ana mtazamo, ana maono mazuri, anabadilisha watu mawazo, na ni jambo la maana sana kwamba ukiweza kubadilisha mtazamo wa mtu alafu akaweze kujitafutia mwenyewe ataweza kufaulu. Maana yeye sasa hivi hana uwezo wa kuweza kuwafanyia, kina kipata nafasi ataweza kuwafanyia hilo. Wewe unatoka katika eneo ambalo kweli lina changamoto mbili. Mwanzo kabisa dini na uongozi kwa Muislamu, alafu pili kwamba ni eneo ambalo kimtazamo ni ngome ya upinzani. Lakini wewe umeingia pale kwamba licha ya dini yako umeingia, na pili uongeza changamoto nyingine kwamba waingia kule kwa upinzani. Mwanzo dini yangu haijanikataza kuwa kiongozi, kwa sababu ndio maana nikabase katika uwakilishi wa wanawake. Si kwenda kwa MCA ama nini, kwa sababu najua sio sawa. Kikwetu tunasema sikio haliwezi zidi kichwa. Ya, ndio maana nikabase kwa wanawake, kwa sababu nitakuwa mwakilishi wa wanawake, na sijasema sitaki kura za wanaume, nitawakilisha pia. Kwa hiyo kama unasema kwamba usingeweza, kama ingekuwa kuna wakilishi wa wanawake usingeingia katika masuala ya uongozi. Ya, ingekuwa ngumu, haina haja nishindane na kitu ambacho itakuwa ni sio rahisi kukipata. Ni ngumu, yani ni ngumu sana, hasa maeneo ambayo mimi natoka Mvita, niseme nasimama mbunge ama MCA, alafu mimi ni mwanamke napigana na wanaume. Mwanzo jambo la kwanza, the first thing taambiwa aangalie nyumba yake mwanzo. Because mwanamke hawezi kuwa kiongozi. Na sitaki kubadilisha kitu ambacho hakiwezekani. Sija kuelewa vizuri. Niseme kwamba niende na ile mwanamke pia na haki. No, in Mombasa no, haiko hiyo. Lakini pia anazo haki zake za kimsingi nyingine, lakini si za uongozi. Waache wanaume wanichague mimi, it's next to impossible. That is why nimeenda katika uwakilishi wa wanawake. Naam. Lakini sasa kuna swala moja, ni kwamba mwingia katika uwakilishi wa wanawake, unasema kwamba nitakuweza kwenda kumhudumia mwanamke. Lakini kumbuka katika kuteuliwa hata mwanamume anafanya maamuzi yake katika kuweza kusema kati ya wakilishi hao nitampigia kura huyo, nitamwacha huyo. Na ukienda kuweza kuuza sera zako, kuweza kuzungumza na watu, pia unatangamana pia vile vile na jinsia ya kiume. Pale tunarudi na vile vile vizuizi vya wewe na dini yako. Kwa vile utapambana navyo, lakini kwa vio vingine huwezi pambana navyo. Kupambana na jambo lolote lazima ujiwekee zinaitwa stand zako. Naam. Mimi nataka uongozi. Sitaki mambo mengine yoyote. Japokuwa watu wanasema ukiingia kwenye siasa kuna 1 2 3 things. Lakini mimi ninaingia katika siasa kwa malengo fulani. Malengo ya kuwakilisha wanawake au malengo ya kuwakilisha community. Naam. Na ni lipi ambalo umeweza kufanya hadi kufikia sasa kwa wakazi wa Mvita? Mimi sana najihusisha na vijana. My first achievement was nilitolea album vijana fulani, kwa sababu mimi ndio masomo ni muhimu, lakini naangalia pia talents, kwa sababu wengi wetu tunaangalia masomo na tunalazimisha vitu vingine ambavyo haviwezekani. Kuna wengine masomo hayako kabisa, so naangalia sana pia talents. So that my first achievement was nilitolea vijana kadhaa album yao ya Nasheeds, ambayo inasikizwa katika radio stations mashuhuri za Mombasa. Kwa hiyo unaposema kwamba kuna wengine masomo hayapo kabisa, unamaanisha nini? Nataka ulitafakari, tuweze kuchukua simu kwanza alafu tuweze kuangalia, maana Halima Anwar Mohamed anasema kuna wengine masomo hamna. Kwa hiyo tusingangane, tuweze kuwatafutia mambo mengine kulingana na vile vipaji walivyo navyo. Kwa mtu ambaye anamtizama kule Mvita, amemuelewa vipi, atatuelimisha baadaye sio kwa muda. Lakini tuweze kuchukua simu kwa Abdi kwanza ambaye anatizama NTV sasa. Abdi, karibu sana katika mjadala. Asalamu Rashid. Wa alaykum salam ndugu yangu, karibu. Nadhania uongozi wanawake walikuwa na bahati sana, wakapata 47 county women rep na pia wakapatiwa nominated. Lakini kitu cha kuwatajaribisha ni kwamba wote kutoka county na national level hakuna mmoja ambaye ashawaipeleka bill ambaye ingewainua wanawake wenzao. Na vile nimeona wengi wanataka tu kusimama kwa sababu hizo viti ni za wanawake. Wengi hawasimami eti kuinua wanawake wenzao. Wengi wanataka tu hizo viti kwa sababu ni za wanawake. Mimi ningesema kitu moja. Wale wanawake ambao wanachaguliwa
I think tungependa wanawake ambaye wamefanya nini kabla hawajachaguliwa. Tuseme Halima amefanya nini Mombasa, ndio tumchague. Hii mambo tu ya kuchagua mtu from nowhere, I think sio mzuri. Tuchague wanawake ambao wamefanya ABCD Mombasa, Kisii, Garissa. Hii mambo tu ya kuchagua na hatujui historia yao, nadhani haisaidii. Shukran sana Abdi, nafikiri asante sana kuweza kwa mchango wako, na ndio maana Halima alikuwa ashatueleza hapa kwamba ameweza kuwasaidia wale vijana ambao wana vipawa na akaweza kuwatengezea albamu yao. Na kuna hoja ambao ameweza kuzungumza Halima, alikuwa anaja kwako uweze kuniambia. Halima anakubali kwamba ama anasema kimtazamo wake kwa asilimia fulani, kuna wengine lazima tukubali kwamba kidogo elimu imewapiga chenga, tuwasaidie kwa vitu vingine. Na wewe ni mmoja wa wale ambao mmeweza kuwasaidia wale ambao wanatafuta elimu. Kwanza unaafiki anachokizungumzia Halima? Kwanza ningetaka kumshukuru Bwana Abdi mwenye amepiga simu na amesema si vizuri tuchague wanawake kwa sababu wanataka kuchaguliwa. Kwanza tuangalie mtu amefanya nini. Na kwangu mimi ningetaka kusisitiza ni ukweli. Let us not just elect women just because they are slot dedicated specially for women. Ni vizuri tuangalie kama mtu akona historia ya kazi, historia ya kufanya kazi, kuingiana na watu, kuongea na watu, kusikizana na watu, kuelewa mashida na makazi ya wananchi. Kama mtu hana hizo historia, I think it is time we selected the right wheat from the yarn, because I think this is historically the problem of leadership in Kenya. We recycle leaders just because they have family good names. We recycle leaders just because they are related to so-and-so. We recycle leaders because they are being sponsored or a project of so-and-so, but we don't look historically what they have achieved. For me, if you want to know what I have done for the last 20 years, you can visit my website and you will see all the projects, including the testimonials of people who have benefited from my project. Now, back to your question. Halima amesema vizuri sana ya kwamba si lazima tuangalie masomo. And I support her 100%. For me, when I'm working with the community, I don't go with the agenda of education, because sisi wote tunatoboa kazi ya kalamu na karatasi. There are those that are talented in very different areas, and there are those that are really good in books. So for those who are good in books, like I said, I'm supporting 17 of them to go to school. Let us push them in school. But for those who cannot be able to do schooling, we can do a lot of cottage industry work. Like that is what I have put on my agenda. Na Gathoni, katika hilo swala unaposema, na mimi nakubaliana na kusikiza kwa makini unaposema kwamba kuna wengine, unakubaliana na Halima kwamba kuna wengine wana vipaji. Yes. Lakini kidogo darasa linawapiga chenga. Yes. Labda kuna wengine pia vile vile wana vipaji vya kusaidia jamii, lakini sio uongozi. Labda wewe kipaji chako pia vile vile Muthoni wa Mushomba ni kusaidia jamii uendelee. Lakini kama unasaidia na bado kuna vikwazo, you have to eliminate vikwazo. Like for me, I can tell you, I was one of those that spearheaded the fight against alcoholism in Central Kenya. I lost my brother, and after I buried my brother, I went on and I said I am going to be on the front line to fight alcoholism in Central Kenya. Let me tell you, do you know how many people have attacked me legally? Because the members of parliament who are fighting alcoholism, when they are in parliament, they were protected under the legal framework of parliament. I am out of parliament. So when mimi nasukuma makotini, wao hasukumwi. Naelewa? So we want to help the community, but tuko na pingamizi, tuko na vikwazo. So we need to get into that parliament so that tutoe hizo vikwazo tuweze kufanya kazi. Vikwazo vipo vingi anavyozungumza Gathoni wa Mushomba kwamba ndio wataka kuweza kuingia. Nafikiri mjadala ambao wakizungumza wanaweza kuafikiana. Esther Muyaki tuko naye studioni, Gathoni wa Mushomba, niko naye pia vile vile Margaret na Halima Nur. Tazidi kuweza kufuatilia mjadala. Nafikiri kwamba kabla tuna mapumzikoni kuna mtu amepiga simu na akasema kwamba wale wanawake waliopo hivi sasa katika uongozi ndio kwa asilimia fulani wameweza kuwatoa imani watu wengine kuwa na imani na uongozi wa mwanamke. Unakubaliana na hilo ama unapinga kwanza? Ukweli kabisa. Kwangu nafikiria wengi wao ambao walichaguliwa ni kama walikuwa tuna haja ya kupata pesa na kupata hiyo title ya women rep ama MCA ama MP. Sababu hatuwaoni kule mashinani, hatuwaoni. Kama sasa mimi nikienda kule Kiambu watu wananiambia Gathoni, kama tutakupatia hiki kiti uende upotee kama ule mwingine, heri tu ukae tu pahali huko. Sasa ninaona ni kama walituharibia. Sababu hawafanyi kazi, hawaonekani,
na wale wanaonekana kazi ile wanafanya bado iko na hitilafu. Nakuwa hitilafu. Kwa hivyo we need leaders who are dedicated, wale wanajulikana ya kwamba wao ni wafanyikazi na wako na hiyo roho ya kufanya kazi. Lakini ujue hao hata walipokaa katika vikao kama hivi kabla uchaguzi wa mwaka 2013 hata walikuwa wanasema kwamba ndio wakati hivi sasa, maanake viti vipo ili tukaweza kubadilisha mtazamo wa mwanamke. Lakini wameenda hivi sasa, unachozungumza ni kwamba hawajafanya lolote. Kipi kitaonesha Muthoni? Wameharibu jina la the opportunities of women. Nilisema tu wakati tulianza this discussion. If you don't know me historically, don't elect me because I have presented myself now. If you have not interacted me in the past, na ukaona vile ninatengeneza maneno na vile naongea, usinijaribu. There are some areas we cannot test people. We need to be sure that this is the right person for this position. And I'll give you a very good example. I'll give you an example of a doctor. Sorry, wamegoma sana. Najua hiyo ni swala ambalo watu wanaongea sana. Lakini you cannot just take somebody and give him the job of treating people medically without being sure that this person ana uwezo wa kutibu, because that is a very sensitive area. The same thing with leadership, where we are entrusting you with public funds. We need to be sure that whoever we are entrusting our resources with and leadership to make policies and registration that is going to help us govern our resources ni mtu ambaye watu wanajua na wana uhakika na wanamuamini. Tunakwenda pale katika bunge la county. Anachozungumza tuweza kuchukua simu kwanza, tuje kwake Muthoni. Kama kuna simu tuweze kuchukua kwa mpigo moja baada ya nyingine, tuweze kupata maoni kwa wale ambao wanachangia hivi sasa katika NTV sasa. Naam, hello. Na mtaweza kuchukua simu baada ya muda usio mrefu. Amesema kwamba uwezi muamini mtu ukampa nafasi akakuongoze. Naenda tu moja kwa moja kwa mfano, maana ametumia madaktari mbali kutaka kutumia uongozi. Maana anajua kwamba wapinzani wanamtizama, lakini ni kwamba uwezi kumpa mtu uongozi ambaye unajua wazi kwamba hana vigezo vya kuwa kiongozi bora. Wewe unakwenda katika kuweza kutafuta cheo ambacho ndio muhimu ikija katika masuala ya ugatuzi. Maana tuna bunge la county na nyinyi ndio mnakaa katika ile bunge la county. Ni kipi ambacho unaweza kuonesha kwamba wewe utakuwa bora wa kukaa katika bunge la county? Kwanza kabisa tukiangazia kwa nini watu hawafanyi ama they don't have results. I think is a priority. Una prioritize kitu gani? Kusema ukweli, unaweza sema unataka kuleta maji katika mashule, lakini yale mashule haina kompyutari, haina libraries. Kwa hivyo mimi naangalia na nasema nikipewa nafasi kama hiyo ya kuongoza, kwanza ni kuangalia mashule yetu inakaa aje. Iko na libraries, iko na computers, kwa sababu ukiangalia mtoto wa mashinani kama Gaturi, na tukiangazia mtoto wa Nairobi pale Karen ama pale Muthaiga ni tofauti kabisa. Na ukiangalia results za wale wa huku Ushago na wale wako huku mjini ni tofauti sana, kwa sababu hawana vifaa za kuwawezesha kufanya nini? Kupita mtihani. Na mtihani ni mmoja tu. Mtihani na kwa kifupi kabla tuweze kuchukua simu. Tuna bunge la county. Ndiyo. Na kuna mawaziri pia vile katika county. Wacha wale wa serikali kuu. Wewe mwenyewe kama Muthoni, umefanyaje kupitia ima bunge la county ama kupitia waziri waliopo kuhakikisha kwamba kunapitishwa miswada katika county yako kuweza kutatua hizo shida za maji, kwamba maji yako mjini, vijijini hakuna, shule ziko katika hali nzuri? Umefanyaje kusema kwamba nilijaribu kuweza kutumia waziri kumpitishia hoja hii, nilitumia MMC waliopo kuambia kwamba pitishe mswada huu? Una mfano mmoja wapo, mfano hai? Kwanza kuna shida kubwa sana kuwafikia hawa watu. Wakati kuna siku nilikuwa nimetembea mashule, hasa village polytechnics, kwa sababu hiyo ni swala moja sana katika kule mashinani. Kwa sababu mtoto anatoka sekondari, mtoto ule hajapita, hawawezi kwenda university, na colleges sasa hivi ni zina bei kali sana. Kwa hivyo wanaenda wapi? Village polytechnics. Hizi village polytechnics hazina vifaa maalum. Hakuna vitu za blow dry, hizi hairdressing, masonry, hizo course wanapeana. Na nikaweza kupiga masimu. Nikasema nikaenda kwa Wizara ya Elimu Murang'a County kuangazia ni nini ambacho, kwa nini hizi mashule hazina vifaa zile zinafaa kukua. Ukifika hapo hawako.
Kwa hivyo ni changamoto sana kusema ukweli, nikiwa nje ya hii system kuweza kukabiliana na mashida zile ziko kule mashinani. Kwa hiyo ni kwamba unaamini kwamba ukiwa katika system wewe utaweza kupatikana. Maana yake walio katika system hawapatikani, lakini ukiingia katika system. La muhimu kwanza Abdalla ni kuhakikisha kwamba wale mashule ziko na libraries, wale kule shule kuna computers enough, ndio at least tuangalie kama elimu ya Murang'a itaendelea kidogo kushinda ya Nairobi. Sema kitu, kauli nzito sana, anasema kwamba wafikiwi viongozi, lakini ana imani kwamba yote hayo yana muda wake. Amekuja na sera zake kwa mkazi wa Murang'a County aweze kusikiza sera zake, alafu atakuwa na ahadi kwamba ataweza kubadilisha baadhi ya masuala ambayo yaliopo kwa miaka yake 5 endapo mtaweza kumteua kama mtarajiwa kama MCA katika maeneo. Lakini kuna simu ambayo ipo, tuweze kuchukua simu kabla kuweza kuendelea na hoja nyinginezo. Halo, karibu sana katika NTV sasa. Sangu, kama unanipata? Nakupata. Karibu sana. Mungu anasaidia sana, karibu. Haya, wakina mama nawapa hongera wa kuweza kujitokeza. Na ndio nasema kina mama nawapa hongera wa kuweza kujitokeza. Lakini mimi jina langu ni Sango, natoka Mombasa. Ningetaka huyu dada yetu ama mwanangu sera zake aweze kuzipanga kisawasawa. Maanake kitu kimoja hakuzungumzia, tuna school dropout, yetu watoto wanataka kusoma. Tuna drugs, mambo ambayo imezidi kwa kina mama, especially wasichana, hakuzungumzia. Kuna kina mama funds, kina mama wengi hawajapata. Kuna watoto ni needy, wanataka kusoma, school fees hawana. Wanawake kuwaunganisha, kuwaweka pamoja, manake mvita ni kwenye moto mkubwa. Kuna ndoa za mapema, kuna walemavu, tuna slums ambao watoto wa kike wanazalishwa na kurepiwa kila siku. Alafu kisha hukuzungumzia unafanyia nini akina mama, hata kama ni economic empowerment, kuweza kuwakuza, kuwainua. Asante. Sangu, asante sana kwa hoja yako. Nafikiri Sangu ameweza kufungua roho na kwenda huko na amekulenga moja kwa moja. Alima, nafikiri kwamba kwa masuala ya elimu ulikuwa ushaweza kueleza kwamba umekuwa na ambioni kuweza kuwasaidia na elimu, kuweza kuwasaidia katika vipaji. Lakini hoja ya pili nafikiri ni hoja moja muhimu sana, kwamba kumekuwa kumulikwa sana eneo la Mombasa. Umeweza kuona kwamba kuna watu walishikwa juzi kwa kweli na kilograms nyingi tu sana za madawa ya kulevya na hela. Mvita. Kabla sijagusia swala la drugs, mwanzo naenda kwa sera. Naamini na sera za kuzaliwa nazo, sio sera za kuandikwa vitabuni. So mchague mtu kwa sera za kuzaliwa nazo. Viongozi wengi ama wanasiasa wengi. Alima, unatuchanganya. Ukituambia kwamba una sera za kuzaliwa nazo, pengine nipe moja ambayo ulizaliwa nayo, tuambie kwamba hii ndio mfano. Hulka ama tabia ya mtu haiwezi kubadilika. Kama una tabia ya kusaidia mtu, then hiyo itakuwa ya kawaida. Kiongozi ni mtu ambaye anaweza kusaidia mtu hata kama hana uwezo. Ahakikishe mimi sina uwezo, lakini nitakusaidia kwa kupitia mtu mwingine ili kwa hiyo usaidike. Katika zile sera ambazo umeweza kuzaliwa nazo, naam, nipe sera moja ambayo itaweza kumfaidi ama itaweza kumsaidia kijana ambaye ameweza kuathirika na madawa ya kulevya, kati ya zile ambazo umeweza kuzaliwa nazo. Mwanzo, jambo la kwanza, siwezi, unajua kule Mombasa maskani ni nyingi. Siwezi kupita maskani yoyote mimi nisiwasalimie na nitaki kujua wao wanakaa maskani na wao wanajiingiza katika mambo ya mihadarati. Kwa sababu wengi wa vijana ambao wamejiingiza katika mihadarati si ambao hawajasoma peke yake, hata ambao wamesoma. Sasa tatizo liko wapi? Tatizo ni kuwa nataka sheria iwe msumeno kweli. Drugs ama mihadarati yanaingiaje, yanafikaje? Tunashika watu wa chini ama tunapeleka watu rehabs, wakitoka unga uko pale pale. Kijana yule uliompeleka rehab hana kazi ya kufanya. Tusitezeane shere. Tushike wahusika wakuu and not hawa wadogo. Nani analeta unga, unaingiaje? Government, tusiwe tuna politicize kila kitu. Pia nitakukatiza kidogo. Naam. Kwa sababu uwapishi unawasalimia na unazungumza nao. Naam. Washawahi kukueleza kwamba
wale walanguzi wa madawa hayo wapo pale pale katika kaunti ya Mombasa? Walanguzi wapo na wanajulikana. Ulichukua hatua gani wewe mwenyewe kama Halima? Wamekwambia kwamba mlanguzi hapa yupo Mombasa ndiye ambaye analeta hii biashara. Ulifanyaje? Ulikwenda kuandikisha taarifa katika kituo cha polisi? Ulitafuta vitengo vya kupambana na madawa ya kulevya ukaweza kuviambia, ama ulifanyaje? Okay. Kudeal na watu kama wauzaji unga ni kitu ambacho yani una deal na mtu ambaye maisha yako yatakuwa hatarini. Kwa hiyo uliogopa ukanyamaza? Sijanyamaza. Nasema naongea. Hata kwenye mitandao utaona sana mimi I talk that washikwe, kwa sababu mimi ni mtu wa kawaida sana. Naam. Sawa, nitasaidia kwa kiwango fulani, lakini kuna watu ambao hii ni kazi yao, na sijasema hii si kazi yangu. No, ni kazi yangu, lakini kuna watu lazima nisaidiane nao. Mimi kama mimi peke yangu no, siwezi. Kipimo cha kiongozi bora anapimwa wakati kuna misukosuko katika jamii atakweza kuiongoza. Hapa kuna kijana amekwambia kwamba Halima, mimi bwana madawa ya kulevya na ambaye anaala tuuzia ni mtu fulani. Ukafanyaje baada hapo kabla ya kuweza kuchukua hii simu? Kwa jawabu tu kwa kifupi, ulifanyaje? I've never dealt with wauzaji, mimi na deal na wenye kutumia. Lakini ukipewa nafasi utadili nao? Nitadili nao. Siseme kitu, ni kauli nzito, lakini nafikiri kwamba kuna simu ambayo inakuja atakayoweza kuchukua kwa katika NTV sasa. Karibu kaka, tuambie uko wapi na maoni yako ni yapi? Halo? Naam, karibu sana ndugu yangu. Habari ya bwana Abdalla? Mungu anasaidia sana kaka. Haya tena, mimi nawasalimu hawa akina mama ambao wanataka kugombania viti. Na washukuru sana kwa kujitokeza. Naam. Hao akina mama ni watu, ni good managers kabisa. Na tunataka wajitokeze kwa wingi ili waweze kupata vyeo vikuu, kama wakuwe example kama kina Isa Jumwa, akina Bi Charity Ngilu, akina Martha Koome, huyu wa koti. Alafu tena na waomba wakina mama wengine hii uwifu ndio wawache, kwa sababu wakijitokeza kupiga kura unakuta wakina mama wenzao wapigii kura, wanapigia wanaume, na sisi wanaume tunakuanga very corrupt, na hao wako na corruption ya hali ya chini. Sasa naomba wakati wana campaign, naam, waombe hao kura kwa unyenyekevu. Shukrani Shevon. Unajua bila hawa hatuwezi kuwa na nyumba mzuri. Naam. Kwa maana hao ndio wanajua kulisha watoto, sisi hatujui, and they are focused. Shukrani Shevon, asante sana kwa maoni yako na asante sana kuweza kutizama NTV sasa. Kumbuka kwamba ni NTV sasa Alhamisi, ambapo ni uongozi na wanawake, na tumeweza kupata nafasi ya kuweza na Esther Muyaki Kamau, Gathoni wa Mushomba, Margaret Mudhoni wa Njiru, Halima Anwar Mohamed. Lakini kuna swali moja ambalo nitaliuliza hapa. Na ile swali linawahusu nyote wanne na ni muhimu sana. Pale ambao watakaweza kupigania wakilishi wa county, ni kwamba hivi sasa wapo watu wasiopungua 10 wanataka tiketi ya Jubilee. Kule kwako wapo watu wasiopungua 6 ambao washasema rasmi wanataka. Pale kwako inaendelea. Hizi nominations zinasubiriwa sana katika Jubilee, lakini zimekuwa na maneno. Nitaanza nawe labda kwa dakika moja tutumalize mjadala. Una imani kwamba nomination ambazo nyinyi mko 10 pale ndani zitakuwa haki na usawa? Mimi sina imani kabisa. Kwa maana hata sasa ukiangalia mimi kitu ile nilikuwa nasema. Hauna imani kabisa umesema? Sina imani kabisa. Kwa maana mimi pangu kama Mudhoni nilisema kama tutaingia sisi wote katika uwanja, tutafute kura kwa wananchi. Na tukitafuta kura kwa wananchi, kama nitapita, mimi nitasupport ule atapita. Lakini si ati nipite alafu mwanaume mwingine, sababu mimi pengine mimi ni mdogo, ama mimi niko sina nguvu, sina nguvu ya kifedha, ama sina jina ambalo linatajika. Kwa hiyo zipo hizo tetesi katika Jubilee. Ziko. Kwa hiyo unaogopa kwamba uende ukakosa maana yake sababu hizo mbili. Tuweza kuzungumza naye. Twende kwa Halima. Una imani kwamba nominations za Jubilee pale Mvita ambapo mko 6 hivi sasa zitakuwa haki na usawa? Sina imani mwanzo, ikiangaliwa kwamba Mombasa ni ngome ya nipe nikupe. Nipigie kura
unipe kitu kidogo. Kwa hiyo watu ambao kama sisi, siwezi kujita mdhaifu, sijakuwa mdhaifu bado, lakini sina uwezo kama wa wale wenzangu. Na hofia siku ya nominations watumie pesa ili kununua watu wapigiwe wao. Lakini kwa upande wa chama ningewaomba watufanyie free and fair nominations. Wewe una shauku na chama pia vile vile. Yeah. Mushomba, una imani kwamba nomination zitakuwa na haki na usawa kwa tiketi ya For Jubilee? Kiambu County nominations za Jubilee zitakuwa sawa kama tutatumia register ya IBC, lakini kama tutatumia ile smart card yenye inauziwa wale wako na uwezo wa kununua nyingi na kupeana bure, haitakuwa fair and free. We only need to use the IBC register. Let everybody who is registered as a voter present mwenyewe, aseme anataka Gathoni, kisha tali ya Gathoni ifanywe na tuone mshindi ni nani. Lakini kama kadi zinauzwa kichini, zinapeana, kuna wale wanapewa bure, kuna wale wanapatiwa on a subsidized price, kuna wale nasikia hata hizo kadi zinatoka sijui China, Uchina na jia zingine. Hiyo yote itakuwa money matters, and when the party nomination become money matters, it is not going to be fair, especially to the women candidate, and women candidates are all going to lose. Esther Mwihaki, kwako wewe bado katika Jubilee, Ndio. una imani nominations zitakuwa haki na usawa? Zitakuwa haki na usawa. Kama tukiangalia the Mbona way, kila mtu anakama? mimi Mbona mtu anasema haki na usawa lakini na sawa kama? kwa sababu tukifanya kama kitambo haitakuwa sawa. Unajua vile zinaendanga. Lakini itakuwa haki na usawa kama the will of the people wanakutaka. Ya pili, tukitumia IEBC. Tukitumia IEBC yote itakuwa sawa. Lakini pia tuangalie sana hizi kadi za Jubilee. Hizi kadi za Jubilee ni mzuri, lakini pia zina tatizo kule mashinani. Kwa sababu wanasema that mimi nikinunua kadi on behalf of my people, ni wao watanichagua. Mwingine kwa sababu tuko 9, si wote watatu. Eneo ingine wakibai hizo kadi za Jubilee, wale ule tapatia wale wakaaji wa huko ndio watafanya nini? Watamchagua. Kwa hivyo hiyo kadi ya Jubilee iko na tatizo kidogo tu, kwa sababu haitakuwa na fair election. Sawa. Kuna mtu anazungumza pale, anasema well done women in leadership, Gathoni Mushomba. Are you related to the late Shege Mushomba from Hilti? Una undugu ama ujamaa? Hapana. Sema kitu anasema kwamba hapana, lakini nafikiri kwamba tungeweza kuzungumza sana, lakini mwelekezo wangu ananiambia kwamba muda umeweza kutupa kisogo. Kuna kitu nilikuwa nataka kusema kuhusu hizo kadi za Jubilee. Tafadhali. Kwa sekunde kadhaa. Yes, na I know Jubilee party want to raise money using the party cards. Unaona ile kadi president alilaunch kule Kasarani. Hiyo kadi najua wakiuza 10 shillings ama 5 shillings ama ile pesa wanauza, it's a way of raising funds for the party. Lakini kuna regions zenye zinajulikana ya kwamba ita Jubilee zone. So if I give you a card, if you come from, for example, from Kiambu County. Kiambu County is almost 100% Jubilee zone. If I sell you the card and if I give you the card and I don't give her, does it mean that she does not belong to the party? Hizo kadi zinaleta more confusion than cohesion. Sema kitu, Gathoni Mushomba ana kilio chake, Esther Mwihaki ana kilio chake, Margaret Muthoni kilio chake, Halima kilio chake. Wote wapo Jubilee. Hawakulazimishwa, walipenda sera. Lakini hapa kwa nomination hawapati usingizi. Wana imani kwamba hapa ipo njama. Sio kauli yangu, kauli yao.